Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kumshukuru Mungu ya kwamba tupo pamoja, na namshukuru Mungu ya kwamba kwa jinsi anavyonitumia, kwa sababu si kwa uwezo wangu wala sio kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wa Roho wake Mtakatifu. Ndio maana naweza kunena yote yanayompendeza, na si nini ya kwangu, bali nanena yale yanayotoka kwake. Asante mtu wa Mungu kwa kuwa pamoja na mimi, na nitakushukuru sana pale nao utakapokuwa unashare video hii kwa marafiki, kwa ndugu jamaa, kwa sababu nina uhakika kwamba tunaambiwa kwamba tuende tukahubiri Injili, kwa sababu ndo iletayo ukombozi. Kwa hiyo tunaposhiriki pamoja, tunashiriki baraka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu tunalitangaza jina la Yesu, na Mungu anatutumia kuwatoa watu katika giza na kuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na leo bila kupoteza muda, tutaenda kuangalia kitabu cha Isaya 52. Isaya 52 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu pia tutaenda kuangalia na Zaburi 26 mstari wa 12 na wa 14. Na uhakika kwamba ukiwa pamoja na mimi siku ya leo, utaenda kupata mgeuko mkubwa wa maisha. Maisha yako yataenda kubadilishwa. Maisha yako yataenda kujengwa. Maisha yako yataenda kuimarishwa. Utaenda kutolewa kutoka kiwango kimoja mpaka kiwango kingine, kwa sababu Mungu atakuwa anafanya kazi ndani yako. Na unaelewa kabisa, Mungu akiwa anafanya kazi ndani yako, maisha yako yamebadilika, shida zote zimeondoka, baraka zinaingia. Kwa kuwa pamoja na mimi, na uhakika utabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma kwamba amka, jivike nguo zako Sayuni, jivike mavazi yako mazuri Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najis. Jikungute mavumbi, uondoke uketi Yerusalemu. Jifungulie vifungo vya shingo yako binti Sayuni uliyefungwa. Binti Sayuni uliyefungwa. Zaburi 26 mstari wa 12. Zaburi 26. Zaburi 26 mstari wa 12 na wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 25 mstari wa 12 mpaka 14. Neno la Mungu linasema hivi: ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia iliyonyooka. Atamfundisha katika njia anayoichagua. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa katika hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana hii kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kuja mbele zako kupitia jina la mwana Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Asante kwa upendo wako, asante kwa baraka zako, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhila zako za milele. Asante kwa siku hii ya leo, asante kwa wao wote ambao wako pamoja na mimi, wanaenda kuisikia sauti ulionipatia. Naomba Roho wako Mtakatifu akapate kufundisha. Naomba nisaidie kufundisha mimi, ukapate kujenga, ukapate kuinua, ukapate kuimarisha. Naomba kila mmoja aliyoko mahali hapa akapate kupata mgeuko mkubwa wa maisha, akapate kubadilishwa, akapate kutolewa kutoka utukufu mpaka utukufu, neema mpaka neema, baraka mpaka baraka. Naomba nisiende kuongea kwangu, bali nikapate kuongea kwako. Naomba ukapate kutawala mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Neno la Mungu linasema kwamba ni nani amchaye Bwana? Ni nani amchaye Bwana? Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia aliyoichagua.
Mungu atakufundisha katika njia uliochagua. Na katika Isaya anakuambia, jikungute mavumbi yako, ondoke uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Kwa hiyo kabla ya kufunguliwa, tunaona kwamba kabla ya kufunguliwa Sayuni alikuwa amefungwa, Yerusalemu alikuwa amefungwa. Kwa sababu tunaona kwamba neno la Mungu linasema kwamba Israeli, pamoja na kwamba Mungu aligarimika kuwatoa Israeli katika giza, aligarimika kuwatoa Israeli katika Misri, walivyokuwepo katika vifungo, walivyokuwepo katika vifungo vya dhambi, walivyokuwepo katika vifungo vya utumwa, walikuwa ni watumwa katika nchi ya Misri. Lakini tunaona kwamba Mungu aliwapenda kwa sababu Mungu alikuwa amewachagua, na Mungu alimwahidi Ibrahimu ya kwamba watakaa miaka 400, lakini atakuja atawatoa katika Misri na kuwapeleka katika nchi ambayo Mungu amewaandalia. Lakini tunaona ya kwamba baada ya Mungu kuwatoa Israeli na kuwapeleka katika ile nchi iliyojaa asali na maziwa, tunaona ya kwamba Israeli walimtenda Mungu dhambi, wakaanza kugeukia miungu mingine, wakaanza kuabudu vitu ambavyo Mungu alikuwa hajawaambia. Wakatoka katika ule uwepo wa Mungu, wakatoka katika baraka za Mungu, wakaziacha sheria za Mungu na wakaingia katika utumwa, wakarudi katika zile shida, wakarudi katika magonjwa, wakarudi katika uchungu, wakarudi katika shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunajifunza pia tukimwangalia Adam na Hawa Mungu alivyoumba, walivyokuwepo katika uwepo wake, tunaona kwamba hakuna shida yoyote ambayo ilikuwa inawasumbua, hakuna tatizo lolote lilokuwa linawasumbua, hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna njaa, hakuna chochote kile kilichokuwa kinawasumbua, hakuna laana, hakuna uchungu. Lakini tunaona baada ya Adam na Hawa kuingiwa na tamaa, kwa sababu kilichomponza Hawa ni tamaa ya kutaka kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya ile tamaa, baada ya ile dhambi kuingia kwa Adam na Hawa, ndio tunaona kwamba laana na shida na dhambi na matatizo na shida zilivyoingia katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba Yesu Kristo baada ya kuja alikufa msalabani ili sisi kupata ukombozi. Lakini tunaona kwamba pamoja na kwamba tulipata ukombozi, lakini tunaona kwamba bado kuna watu wengine ya kwamba wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini bado wanaishi katika shida, katika matatizo, katika majanga mengi, kwa sababu ya kutokuelewa ya kwamba maana ya kukombolewa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba hapa Israeli, pamoja na kwamba walikuwa wametolewa katika giza, wameingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, wametolewa katika matatizo, wametolewa katika shida, wamepelekwa katika nchi iliyojaa asali na maziwa, wamerejeshwa katika ule uwepo wa Mungu. Mungu tayari anafanya kazi pamoja nao, lakini tunaona ya kwamba waliingia katika maovu, walimtenda Mungu dhambi, walizini, walikuwa wazinzi, walikuwa wanatenda matendo ya ajabu, walikuwa wanaabudu miungu ambao sio Mungu wa Israeli, sio Mungu aliye hai. Na kwa sababu ya kule kumgeuka Mungu, tunaona kwamba waliingia katika matatizo makubwa. Ndio maana katika Isaya 50 mstari wa 2, katika Isaya 50 mstari wa 2, neno la Mungu linasema kwamba basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuja, kwa sababu ngoja nikwambie, Mungu ashangamani na mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo ukitenda dhambi inamaanisha Mungu akuoni tena, umetoka katika ule uwepo wake. Kwa hiyo Mungu anapokuja kukuangalia kwamba mtu wangu yuko wapi, anakosa kwamba yule mtu wake ameenda mahali gani. Ndio maana pamoja na Adam na Hawa walikuwepo katika bustani ya Eden, katika ule uwepo wa Mungu. Baada ya kutenda dhambi, Mungu alikuja akawa anaita Adam uko wapi? Kwa sababu tayari baada ya kutenda dhambi amepoteza ule uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kule kutenda kwake dhambi, tayari amepoteza ule muunganiko wa kwake yeye na Mungu. Ule uwepo wa Mungu tayari haupo tena katika maisha yake. Ndipo hivyo na wewe mtu wa Mungu leo hii, ya kwamba umempokea Yesu anakaa ndani yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sawa, umemkiri, umemwamini, lakini kusengenya kidogo, kuzini kidogo, kuiba kidogo, kunapoteza ule uwepo wako. Yawezekana Mungu katika ule muda ambao unatenda ile dhambi kidogo, unahisi kwamba ngoja nitende dhambi hii kwa sababu mchungaji anioni, kwa sababu mshirika mwenzangu anioni, kwa sababu babangu anioni. Ndivyo unavyopoteza zile baraka ambazo Mungu amepanga kwa ajili yako.
Tunaona kwamba Adamu na Hawa baada ya kutenda ile dhambi moja, kulila lile tunda ambalo Mungu alikuwa amewaambia kwamba wasilila, walifukuzwa katika bustani ya Eden, wakaondolewa katika ule uwepo wa Mungu. Na baada ya kuondolewa, baraka zote ambazo Mungu alikuwa amezipanga kwa ajili yao zikabadilika, zikawa laana. Asa jiulize ya kwamba mtu wa Mungu, ya kwamba leo ni tamaa ngapi ambazo zinakuvuta wewe, zinakuvuta unapoteza ule uwepo wa Mungu. Vivitu kidogo kidogo tu vinakudanganya, vinakutoa katika uwepo wa Mungu. Lakini neno la Mungu linasema kwamba kila jaribu linalokuja, Mungu anakupatia uwezo wa kulitoka. Kila jaribu linalokuja, una uwezo wewe wa kulishinda. Na tuna Yesu Kristo ambaye anakaa ndani yetu, ana uwezo wa kutusaidia kushinda hayo majaribu yote. Lakini tunaona kwamba watu wengi wanapotea kutokana na vitamaa vidogo vidogo, kutokana na makwazo ya maisha, kutokana na shida za dunia hii. Kutokusamehe kidogo, kuna uwezo wa kusamehe. Ngoja nikwambie, neno la Mungu linasema kwamba usiposamehe, naye Baba yetu wa mbinguni hakusamehe. Hapa tunaona kwamba sasa neno la Mungu linasema kwamba basi nijapokuja, mbona hapakuwa na mtu? Kwa kutokana na dhambi zako, Mungu anakutafuta lakini hakuoni. Wakati wako wa mafanikio umefika, lakini Mungu anavofungua baraka zako haoni. Kwa sababu umeshindwa kumsubiria Mungu wakati wa Mungu ufike aweze kufungulia baraka zako. Umeshindwa kuwa mvumilivu kidogo, kwa hiyo unageukia waganga. Unamgeukia yule sugar daddy, yule sugar mami. Unapoteza baraka zako. Ya kwamba baraka zako zimefika, Mungu ndo amekuja, anakuambia basi nilipokuja mbona hapakuwa na mtu? Mbona nilipokuja wewe unaniangalia, mbona ukuwepo? Mbona nilipokuletea hizi baraka mbona ukuwepo? Ulikuwepo wapi? Ulikuwa unazini, ulikuwa unaiba, ulikuwa unasengenya, ulianza kuwa mnafiki. Kwa baraka zako zilipokuja wewe ukuwepo. Ulikuwa umeanza kutangatanga, imani yako tayari imepotea. Neno la Mungu linasema kwamba nilipoita mbona hakuna mtu aliyenijibu? Alipokuita fulani, uko wapi? Baraka zako zimekufikia. Fulani, uko wapi? Uponyaji wako umekufikia. Umeanza kutangatanga, umeanza kupoteza imani yako kwa Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba je, mkono wangu ni mfupi hata niweze kukukomboa? Je, mkono wake ni mfupi hata usiweze kutoa katika hilo shimo ambalo ulipo? Je, mkono wake ni mfupi hata usiweze kukomboa katika ugonjwa huo? Je, mkono wake ni mfupi hata usiweze kutoa katika huo umaskini? Mpaka uanze kutegemea miungu mingine, mpaka uanze kuweka tegemeo lako kwa binadamu, mpaka uanze kuweka tegemeo lako kwa waganga. Mkono wake ni mfupi? La hasha. Bwana Yesu asifiwe. Au je, mimi sina nguvu za kukuponya? Tazama. Bwana Yesu asifiwe. Tazama, kwa kukemea kwangu nikaikausha bahari na mito na maji, nikaifanya kuwa jangwa. Samaki wao wananuka mpaka sasa hapana maji, na wafa kwa kiu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mstari wa kwanza anasema kwamba Bwana anasema hivi, iko wapi talaka ya mama yenu ambayo kwa hiyo niliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani na watu mnao nuia? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Kwa umeona kwamba Mungu hatuachi sisi. Ni sisi ndio tuna uwezo wa kumwacha kutokana na maovu yetu. Ndio maana Yesu Kristo alisema kwamba sitawaacha yatima. Siku zote yuko pamoja na sisi. Lakini kumbuka kwamba roho itendayo dhambi ndio inayokufa. Pale unapotenda dhambi, ule uwepo wa Mungu unaondoka katika maisha yako. Ndipo unapokaribisha magonjwa, ndipo unapokaribisha dhambi, ndipo unapokaribisha mauti.
Kwa sababu Mungu mahali hayupo, ndipo matatizo yanapokuja, ndipo laana zinapokuja, ndipo kushindwa kunakuja, ndipo kuangamia kunakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo utasa unapokuja, ndipo matatizo mengi yanakuja katika maisha yako, pale Mungu anapokuwa ameondoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hapa anasema kwamba nilikuita haukuwepo, nilikuja haukuwepo, nilikuita hukuitika, kwa sababu haukuwepo katika sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba mafanikio yako katika kumcha Mungu. Baraka zako zipo katika kumcha Mungu. Pale unapoacha kumcha Mungu, ndipo unapopoteza baraka zako, ndipo unapopoteza neema yako, ndipo unapopoteza mafanikio yako. Kwa sababu anasema kwamba yeye atakutukuza juu ya mataifa. Anakuambia kwamba atakuongoza katika njia unayoitaka wewe. Atakufundisha upate faida, atakuongoza katika njia ifaayo wewe kuifuata. Lakini lazima ukae katika neno lake, lazima ujifunze kwake, lazima uwepo katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ngoja nikwambie kwamba kupitia Roho wake Mtakatifu, yeye ndo anatufundisha kweli yote. Kumbuka kwamba Roho Mtakatifu, kwa kusipokuwepo na utakatifu katika maisha yako, Mungu hawezi kufanya kazi pamoja nawe, hawezi kukuongoza. Hauwezi kufikia katika mafanikio ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako. Kwa sababu utambue kwamba Mungu siku zote anatuwazia mema. Lakini Mungu hafanyi kazi pamoja na waovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili 6 mstari wa 17 na wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Tambua kwamba Mungu siku zote anatuwazia yaliyo mema. Na hapa anasema kwamba tutoke katikati yao, tukatengwe nao. Tutoke katika giza, tukatoke katika matendo ya uasherati, tukapate kutoka katika usengenyaji, tukapate kutoka katika unafiki, tukapate kutoka katika uchawi, tukapate kutoka katika matendo ya giza. Kwa sababu hapa neno lake mwenyewe linasema kwamba je, pana ushirika gani kati ya giza na nuru? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mpaka Roho Mtakatifu akufundishe kweli yote, akuonyeshe mpaka mambo yote yajayo, akuongoze katika njia inayofaa kuifanya, lazima uwepo katika nuru. Kama haupo katika nuru, Mungu hawezi kufanya kazi na wewe. Lazima uwepo wake uwepo katika maisha yako ili aweze kufundisha. Kumbuka kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tambua kwamba huu mwili sio wa kwetu. Tambua kwamba sisi, Mungu anakaa ndani yetu, Roho Mtakatifu. Hapa nilipo, Roho Mtakatifu yuko ndani yangu, na yeye ndiye anaongea pamoja na nyinyi. Yesu Kristo yuko ndani yangu, Mungu yuko ndani yangu, kwa sababu mimi ni hekalu lake. Ndio maana neno la Mungu katika Isaya anasema kwamba je, ni nani ambao moto ulao utaishi ndani yake? Kwa sababu Mungu ni moto ulao, na Mungu anaishi mahali patakatifu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba kuweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa lazima uachane na matendo ya mwili ukapate kumgeukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukimwangalia Sauli yeye aliachana na mambo ya kiroho. Mungu alimwambia ya kwamba akapate kuwaua Waamaleki wote, lakini akufuata jinsi Mungu alivyomwambia. Tunaona kwamba aligeukia akaangalia jinsi macho ya kibinadamu jinsi yanavyoangalia. Kwa ajili ya tamaa akaangalia ile mifugo mizuri, vile vitu vizuri, akafikiria kwamba vile vitu ndo vinavyompendeza Mungu. Lakini akasahau ya kwamba neno la Mungu linasema ukimtii, ukimsikiliza kwa makini, atakutukuza juu ya mataifa.
Kwa sababu ya kuto kule kumtii kwake, kwa sababu ya kuto kwenda kiroho kwake, akapoteza ule ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema kwamba tokeni kati yao. Toka katika hizo tamaa. Toka katika uasherati, toka katika uwizi, toka katika rushwa, toka katika hayo matendo ya giza, ukapate kumgeukia Mungu. Mungu akapate kugeuza moyo wako, akapate kubadilisha, akapate kuandika sheria zake, akapate kuandika amri zake, ukapate kufanikiwa katika kila unachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tambua kwamba ukiwa katika giza, wewe ni mwana wa giza. Na ukiwa katika nuru, wewe ni mwana wa nuru. Na ndio maana haijalishi hapa Mungu hajajali maumbile yako kwamba wewe ni wa kike ama ni wa kiume. Anasema kwamba ukimgeukia yeye, ukimfuata yeye, sheria za Mungu zikakaa ndani ya moyo wako. Amri za Mungu zikakaa ndani ya moyo wako. Utukufu wa Mungu ukapata kukaa ndani ya moyo wako, ukapata kuongozwa na Roho, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba wale wote waongozao na Roho ndio wana wa Mungu. Kwa neno la Mungu linasema kwamba nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wana kwangu, wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi tutakuwa wanawake wa kike wa kiume kama tukijitenga nao, tukijitenga na uovu, tukijitenga na matatizo yote ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba rafiki wa dunia hii ni adui wa Mungu. Rafiki wa mwili ni adui wa Mungu. Leo hii watu wangapi tamaa za dunia hii zinawatoa katika uwepo wa Mungu? Pale baraka za Mungu zinapokuwa zimekaribia kufika, mtu unachoka, unamwacha Mungu. Umefikia wakati wa Mungu kuletea mume wako. Umefikia wakati wa Mungu kukuinua katika huduma, kukuinua katika biashara, kukuinua katika kazi yako. Lakini hivyo vimsuko vidogo tu vinakutoa katika uwepo wa Mungu. Unaanza kugeukia dhambi, unaanza kugeukia waganga, unaanza kugeukia mashuga daddy, unaanza kugeukia mashuga mami, mpaka mnabadilishwa majina, mnaanza kuitwa vibenteni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuumba wewe ukapate kuwa kichwa, sio ukapate kuwa mkia. Amekuumba usiwe mtu wa kuomba, bali ukapate kuwa mtu wa kubariki. Amekuumba usiwe mtu wa kukopa, bali ukapate kuwa mtu wa kukopesha. Lakini baraka zake hizo zote, anasema kwamba nitabariki kazi ya mikono yako, nitabariki kazi ya kinywa chako. Jiulize kwamba kijana leo hii ya kwamba unafanya kazi gani ili kumtukuza Mungu? Unafanya kazi gani ili kumuinua Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukicheza pati yako, na Mungu naye anacheza pati yake. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na imani kwa Mungu, hauwezi kupata chochote kutoka kwa Mungu. Na neno la Mungu linasema kwamba imani pasipo matendo ni sawa na kazi bure. Kwa imani yako isipokuwa na kazi ndani yake, inamaanisha kwamba Mungu hawezi kufanya chochote pamoja na wewe. Ndio maana Mungu alimuuliza kwamba Musa, je, mkononi kwako unao nini? Akamwambia kwamba ana fimbo, na katika fimbo ile Mungu alifanya ishara na maajabu. Hasa jiulize kwamba wewe unacho nini katika maisha yako, ya kwamba Mungu akapate kuweza kukutoa, akapate kufanikisha katika hicho ulichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba mtakuwa wanangu wa kike na wa kiume. Lakini wewe kuwa mwanae wa kike na wa kiume, lazima ukae katika mpango wake, ukae katika sheria zake, ukae katika neno lake, ukae katika jinsi vile Mungu anavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Ukapate kufanikiwa, akapate kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ngoja nikwambie, mkono mlegevu hata siku moja hautashika mali. Kwa lazima ujielewe ya kwamba unaelekea mahali gani, ili Mungu akapate kufanya kazi pamoja na wewe, ili utukufu wa Mungu ukapate kudhihirika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Isaya 65 mstari wa 17. Isaya 65 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: maana tazama, mimi naomba mbingu mpya na nchi mpya,
na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa neno la Mungu nasema kwamba ukijitenga nao anakufanya wewe unakuwa mwanae. Haijalisha kwamba wewe ni wa kike au wa kiume. Anasema kwamba wewe unakuwa mwanae kama Wakorintho inavyosema. Kwa hiyo hapa neno la Mungu nasema kwamba mambo ya kwanza hayatakumbukwa tena. Inamaanisha unavompokea Yesu Kristo unavoingia katika maisha yako, anakubadilisha. Yale mambo ya kwanza hayatayakumbuka tena. Zile dhambi zako za kwanza ambazo ulikuwa umezitenda, ule uchafu wako wote wa kwanza ambao ulikuwa umetenda, ule ujinga wako wote ambao ulikuwa umeutenda, hata ukumbuka tena. Ndio maana katika mafundisho yangu huko nyuma niliwahi kuambia kwamba Mungu hayakumbuki dhambi zako zote tena. Na hapa katika Isaya anasema kwamba hata yakumbuka tena wala hayataingia moyoni. Kwa hiyo inamaanisha kwamba neno la Mungu nasema kwamba baada ya kumpokea Yesu, baada ya wewe kujitenga na hizo dhambi zote, baada ya kujitenga nao, tayari Mungu amekufanya wewe umekuwa kiumbe kipya. Na wewe kuwa kiumbe kipya, katika mstari wa 24 anasema ya kwamba na itakuwa ya kwamba kabla hujaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Rokolia bazandara baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ngoja nikwambie, nikupe mfano sahihi. Mzazi anajua kwamba mtoto wake sasa hivi anahitaji nini. Na ndivyo Mungu wetu alivyo. Kwa sababu kama neno la Mungu nasema kwamba kama baba yenu wa duniani anajua kuwapa vitu vizuri, je, Mungu wetu wa mbinguni si zaidi? Ndio maana hapa neno la Mungu nasema kwamba kabla hujawaza, mstari wa 24 anasema na itakuwa ya kwamba kabla hujaomba nitajibu. Ina maana kile kitendo cha wewe kuwaza, tayari Mungu anajibu. Ile uko katika kunena, Mungu anasikia. Ndivyo baba yetu jinsi anavyo-operate. Lakini kwa nini watu wengi hawapokei majibu yao? Kwa nini watu wengi Mungu hayajibu maombi yao? Kwa nini Mungu wetu ajibu mawazo yao? Kwa sababu hawapo katika mpango wa Mungu. Hawasikilizi, hawana neno la Mungu katika mioyo yao. Hawana sheria za Mungu katika mioyo yao. Ndio maana Sayuni, neno la Mungu katika Isaya 50 mstari wa 2 anasema kwamba mmeuzwa kutokana na maovu yenu. Umeingia katika dhambi, umeingia katika magonjwa, umeingia katika shida yote kwa sababu ya maovu yako. Kwa leo hii mtu wa Mungu, nataka ukapate kubadilika, kwa sababu Mungu hakuwazii mabaya. Mungu anakuwazia mema, na siku zote anataka wewe ukapate kubarikiwa. Siku zote Mungu anataka ukapate kuinuliwa. Siku zote Mungu anataka ukapate kujengwa. Siku zote Mungu anataka ukapate kuimarishwa. Lakini lazima ukapate kukaa katika mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba binadamu ana uwezo wa kuahidi jambo lakini asikufanyie. Lakini Mungu, agano lake jinsi alivyosema ni kweli. Amesema kwamba kabla hujaomba atakuwa amekujibu. Inamaanisha kile kitendo cha kufikiri tayari amekupatia. Leo hii na kushauri mtu wa Mungu, ukapate kuwa sahihi na Mungu. Yatengeneze mambo yako na Mungu. Toa ugomvi katika moyo wako. Samehe. Acha dhambi zote. Toka katika giza. Achana nao. Tengwa nao. Achana mambo ya mwili. Kaa kiroho, kwa sababu ukiwa katika kiroho wewe ndio mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikapate kupatia mfano mmoja mzuri sana. Tambua ya kwamba sisi tumetolewa katika giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tambua ya kwamba kama Yesu Kristo anaishi ndani yake, ndani ya Yesu Kristo kumesitirika utajiri wa ufahamu, hekima, busara na maarifa. Inamaanisha kama Yesu Kristo, kumbuka kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Inamaanisha kwamba ile roho iliyomfufua Yesu katika wafu inakaa ndani yetu. Hiyo inamaanisha kwamba Yesu Kristo anakaa ndani yetu. Kama Yesu Kristo anakaa ndani yetu,
inamaanisha kwamba ule utajiri wote wa ufahamu, hekima, busara na maarifa vinafanya kazi ndani yetu. Na hiyo inamaanisha ya kwamba tayari zile hekima, tuna hekima zaidi ya Sulemani. Kwa sababu neno la Mungu, Yesu Kristo alisema kwamba mwenye hekima kumpita Sulemani tayari yupo hapa. Na kama yupo hapa, tayari Yesu Kristo anaishi ndani yetu, na mimi naamini ya kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Lakini tunaona kwamba, ngoja nikufundisha kitu kimoja, ya kwamba kwa nini nasema kwamba tayari sisi tuna hekima kushinda Sulemani. Kwa sababu ya kitu kimoja hivi. Tunaona kwamba tunaona kwamba Sulemani pamoja na hekima zote aliopewa pamoja na Mungu, tunaona kwamba alishindwa kuutawala mwili. Nasema alishindwa kuutawala mwili kwa ajili gani? Tunaona kwamba alioa wanawake wengi, akawa na masuria wengi, na tunaona wale wanawake waliugeuza moyo wake, akawageukia, akaanza kuabudu miungu mwingine, na kwa ajili ya hilo Mungu alimkasirikia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya kitendo kile alipoteza baraka ambazo Mungu alikuwa amepanga kwa ajili ya kizazi chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua ya kwamba sasa wewe mtu wa Mungu una roho ya Mungu ambayo inaongoza maisha yako. Na kitu kingine ya kwamba una Biblia, una neno la Mungu ambalo linaongoza, linakupa muktasari wa maisha yako. Sasa jiulize ya kwamba leo hii, je, maisha yako yanaenda kimwili ama yanaenda kiroho? Kwa sababu kama unaenenda kimwili, utaanguka anguko la Sulemani. Utaanguka katika maanguko mengine. Lakini kama unaenda kiroho, utashinda siku zote. Tukimwangalia Yesu Kristo, alikuwa anasema kwamba sifanyi lolote isipokuwa nimesikia kutoka kwa Baba. Hiyo inamaanisha kwa sababu Mungu ni roho, tayari yeye alikuwa anaenda kiroho. Na sisi leo hii tuna Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yetu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu, inamaanisha inatakiwa tuende kiroho. Na ndio maana amesema kwamba mimi ni roho, na wote waendao kiroho ndio wanangu. Sasa jiulize ya kwamba, je, wewe unaenda kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Zaburi 113. Zaburi 113. Mstari wa 7 mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha maskini kutoka jaani. Amketisha pamoja na wakuu, pamoja na watakatifu wa watu wake. Huweka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama wa watoto wenye furaha. Rikalobo koria baba santara baba lekeria bobosa. Tambua kwamba kumcha Mungu ndio mahali ushindi ulipo. Ukiachana na dhambi, ukiachana hizo dhambi ambazo zinakusumbua, ukaka katika mkono wa Mungu, sheria za Mungu zikapata kuwepo ndani ya moyo wako, neno la Mungu likapata kuwepo ndani ya moyo wako. Ndio maana mwenyewe Daudi alisema kwamba neno lako likapate kukaa moyoni mwangu, nisiende kutenda dhambi. Pia alimwomba Mungu akamwambia kwamba naomba neno lako likapate kuwa taa miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tambua Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Na wewe kumpenda kwako, lazima umche, ukae katika usahihi. Uzishike sheria zake, ukapate kushika amri zake, ukapate kukaa katika neno lake. Kwa sababu usipokaa katika neno lake, shetani ni rahisi kukuchezea na kukuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye mwenyewe anasema kwamba unapokaa katika neno lake, yeye mwenyewe anasema kwamba humuinua mnyonge katika mavumbi. Nataka nikapate kuambia kwamba unapokaa katika neno lake, unapokaa katika sheria zake, unapomcha Mungu, anaenda kukuinua katika mavumbi. Anaenda kukutoa katika umaskini wako, anaenda kukutoa katika utasa wako. Yeye mwenyewe anasema kwamba humweka mwanamke aliyetasa awe mama wa watoto wenye furaha. Kwa katika jina la Yesu Kristo, wewe ambao yule mwovu shetani amekufunga, ameweka utasa katika biashara zako, ameweka utasa katika kazi zako, ameweka utasa katika tumbo lako, leo hii katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka niliyopatiwa ya kufunga na kufungua, naenda kufungua utasa wako katika jina la Yesu Kristo, ukapate kupata furaha, ukapate kupata watoto wa furaha, ukapate kupata mafanikio katika kila unachokifanya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda kuangalia pia Zaburi 145 mstari wa 19. Zaburi 145
Zaburi 145 mstari wa 19 na 20. Neno la Mungu linasema ya kwamba Bwana huhifadhi wote wamchao, huwahifadhi wote wampendao, na wote wasio haki wataangamiza. Umesikia kwamba ukiwa mtenda dhambi utaangamizwa. Kinywa, Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mstari wa 19 neno la Mungu linasema ya kwamba atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Kwa unapomcha Mungu, Bwana Yesu asifiwe, unapomcha Mungu, Mungu anafanya matakwa yako. Mungu anakifanya kile unachokitaka. Mungu anakufanikisha katika kile unachokifanya. Kama ni nyumba unapata, anakupatia. Kama ni mume unataka, anakupatia. Kama ni watoto unataka, anakupatia. Chochote kile unachokitaka anakupatia. Kwa sababu neno lake ni amini na kweli. Na Mungu haendi tofauti na maneno yake. Na neno lake linasema kwamba Mungu atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Unapolia, kama wewe ni unamcha Mungu, unapolia, Mungu anasikia kilio chako. Sasa unataka nini, mtu wa Mungu? Mungu wetu ndiye Mungu wa kweli. Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu aliye hai ndiye Mungu wa kumwabudu. Unapomsikiliza Mungu, Mungu anakuinua. Unapomsikiliza Mungu, unapomcha Mungu, anakuambia atakufanyia matakwa yako. Chochote kile unachokitaka atakupatia. Je, unataka nini, mtu wa Mungu? Mgeukie Mungu leo ukapate kupata mgeuko mkubwa wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Isaya 48 mstari wa 12. Tukiwa tunaelekea kumaliza. Isaya 48 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: nisikilize mimi, Yakobo. Mungu anakuambia kwamba ukapate kumsikiliza. Na Israeli niliye kuita. Mimi ni wa kwanza na mimi wa mwisho. Na mimi ni wa mwisho. Hakuna Mungu mwingine zaidi ya Mungu wetu. Anakuambia kwamba umsikilize. Umesikia hapa nimekuambia kwamba chochote kile unachomuomba ukiwa unamcha anakupatia. Lakini lazima neno lake likapate kuwepo ndani ya moyo wako. Lazima sheria zake zikapate kuwepo ndani ya moyo wako. Lazima mwili wako ukapate kuwa hekalu lake. Lazima akapate kukuongoza wewe. Ndio maana hapa katika mstari wa 17 kwamba anasema kwamba Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundisha ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kuifuata. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndo anakuongoza. Laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji, na haki yako kama mawimbi ya bahari. Tena wazao wako wangalikuwa kama mchanga, na wao waliotoka katika tumbo lako kama chembe zake. Jina lake lisinge katika wala kufutwa mbele zangu. Kwa kumcha Mungu ndo kulipo katika kuna mafanikio yako. Mtu wa Mungu, mgeukie Mungu leo. Mungu anachokitaka kwako ni wewe kumsikiliza, wewe kumwabudu. Neno lake likapate kuwepo katika moyo wako. Sheria zake zikapate kuwepo katika moyo wako. Amri zake zikapate kuwepo katika moyo wako. Neno lake likapate kuwepo katika moyo wako. Ukapate kumpatia na kuambia nikabidhi kazi zako, naye atazifanya. Ni wewe kujikabidhi. Acha kujifanya unaweza. Acha kujifanya kwamba unaweza. Jinyenyekeze mbele ya mkono ulio hodari, chini ya mkono ulio hodari, akapate kukukweza katika wakati ulio sahihi. Na nataka nikwambia kwamba Mungu akikuinua hakuna anayeweza kukushusha. Kwa mgeukie Mungu leo, mpatie Mungu maisha yako, na uhakika atakufanikisha katika kila unachokifanya. Atakubariki, atakuinua, atakuongoza, atakufanikisha katika kila unachokifanya. Mimi najua ninachokisema, kwa sababu Mungu ameniinua, na Mungu anazidi kuniinua, na Mungu anazidi kunibariki. Kwa hiyo na wewe sitaki upotee. Nataka ukapate kukaa katika neno la Mungu. Mungu akapate kuinua, Mungu akapate kujenga, Mungu akapate kubariki, na utaona mafanikio makubwa katika kila unachokifanya. Tukapate kumalizia na Zaburi 2 mstari wa 12.
Zaburi 2 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema kwamba shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani. Kwa kuwa hasira yake itawaka upesi, heri wote wanaomkimbilia. Shikeni yaliyo bora. Anasema kwamba jitenge nao. Anakuambia kwamba acha dhambi. Anakuambia acha uzinzi, acha ulevi, acha usengenyaji, acha uasherati, acha uchawi. Acha yote unayoyatenda. Acha matendo yako yote mabaya unayoyafanya. Mungu akapate kufanya kazi katika maisha yako. Tambua ya kwamba neno la Mungu linasema kwamba mliuzwa kwa ajili ya uovu wenu. Na pia neno la Mungu linasema ya kwamba hakutakuwa na uchawi juu ya Israeli wala hakutakuwa na uganga juu ya Israeli. Na neno la Mungu linasema kwamba kuna magonjwa ambayo hayatakuwepo katika maisha yetu. Hakuna magonjwa ambayo yatakuwepo katika maisha yetu. Lakini tunachokifanya pale tunapomkosea Mungu, tunafungua mlango wa adui kuingia katika maisha yetu. Tunafungua milango kwa ajili ya wachawi, tunafungua milango kwa ajili ya magonjwa, tunafungua milango kwa ajili ya kuanguka katika biashara zetu, katika ndoa zetu, katika chochote kile tunachokifanya, kwa sababu ya kumkosea Mungu, kwa sababu ya dhambi. Na neno la Mungu linasema hapa kwamba shikeni yaliyo bora. Inatakiwa tutoke katika dhambi, tukapate kushika yaliyo bora, tukapate kulishika neno la Mungu, tukapate kuishi katika neno la Mungu, tukapate kuishi katika jinsi Mungu anavyosema. Na tutaona mafanikio makubwa katika kila tunachokifanya. Utukufu wako utatuzingira, uwepo wako utakuwa pamoja na sisi. Nguvu zake zitakuwa pamoja na sisi. Anasema ya kwamba asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani. Kumbuka kwamba katika Isaya amesema atatufundisha tukapate kupata faida. Yawezekana unaanza kupata faida katika chochote kile unachokifanya. Yawezekana ndoa yako unafurahia. Yawezekana chochote kile unachokifanya kwa sasa hivi unakifurahia. Lakini anakuambia kwamba shika yaliyo bora. Asije akafanya hasira ukapotea njiani. Usije ukaja kupotea katika chochote kile unachokifanya. Mshike Mungu, muabudu Mungu, mtukuze Mungu. Muabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu anawatafuta wale watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Shika yaliyo bora, shika neno lake, shika sheria zake. Na waomba wapenzi wangu mkapate kulishika neno la Mungu. Mkapate kumtukuza Mungu, mkapate kumcha Mungu. Kwa sababu mkimcha Mungu ndipo mafanikio yenu mahali yalipo. Lakini mkikaa tofauti na jinsi neno la Mungu linavyosema, mkikaa tofauti na jinsi Mungu anavyosema, mtaingia katika matatizo na shida nyingi. Yashikeni yaliyo bora, mkapate kufanikiwa katika kila mnachokifanya. Shikeni neno la Mungu, mkapate kumcha Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba kumcha Mungu ni chanzo cha hekima. Kwa unapomcha Mungu ndipo mafanikio yako yalipo. Tambua, fikiria wote. Waangalia wakina David Oyedepo, wakina Kenneth Copeland. Waangalia watumishi wa Mungu jinsi walivyoinuliwa kwa ajili ya kumcha Mungu. Waangalia wakina Mwakasege, wakina Redard Bonke, jinsi walivyoinuliwa kwa ajili ya kumcha Mungu. Mche Mungu na nakuhakikishia utafanikiwa katika kila unachokifanya. Acha kufungua milango kwa ajili ya adui. Ukimcha Mungu, hakuna pepo, hakuna mganga, hakuna mchawi, hakuna chochote kile ambacho kina uwezo wa kusumbua. Mche Mungu na ukapate kubarikiwa. Na leo hii naenda kukuwekea roho ya kumcha Mungu. Ngoja nikapate kukuombea. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa Roho yako Mtakatifu, asante kwa jinsi ulivyotufundisha. Kwa sababu sio kwa uwezo wangu wala sio kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wa Roho yako Mtakatifu. Asante kwa wote wanaoangalia video hii, naomba ukapate kuwabariki, ukapate kuwapatia moyo wa kukucha wewe, ukapate kuwapatia roho ya kutumikia wewe, ukapate kuwainua katika kila wanachokifanya. Naomba Roho wako Mtakatifu asiende kuwapungukia wala asiende kuacha, ukapate kuwainua, ukapate kuwabariki. Naomba ukapate kuwekea Roho wako kwa kukucha wewe, ukapate kuwekea Roho wako kuabudu wewe, ukapate kuandika sheria ndani ya mioyo yao, ukapate kuwainua katika kila wanachokifanya, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mbarikiwe watu wa Mungu.